mzigo unainachia mabegani ndani ya moyo. Natumaini uko sawa. Nilikuwa mzungu la kupigia simu kwamba leo utakuja kutana na mtoto wetu. Hasali hayupo, nipo mimi Nyuki Mwaya. Ulikuwa unataka nikuchome mimba mingapi? Kwa hali hii Sonia ana kazi kubwa sana. Kwa upande wangu sidhani kabisa kama atakuja kufanikiwa walau siku moja kuweza kumpata baba Kalobo, bali atakuwa anazidi kuongeza matatizo makubwa. Kumbuka ndoto aliyoiota ile ya Kalobo kuweza kuchomwa kisu, hiyo ilikuwa ni moja kati ya ishara ambayo iliyomuonyesha wazi kwamba kinachokuja kutokea mbeleni sio kitu kizuri hasa kwa mwanawe. Hivyo hapo ndio jambo ambalo linatakiwa liweze kufanywa kazi mapema kabisa, hasa ile ndoto litakiwa aweze kuifikiria, na baadaye baada ya kuwa wamechukua ule mchanga alitakiwa aweze kujifikiria mara mbili mara tatu kwa nini wamechukua mchanga na kwa nini aliota ile ndoto. Hivyo angeweza kupata jibu na kuweza kuona kwamba mambo sio mazuri, haswa ukilinganisha ni kwamba namna ilivyokuwa kwamba na ule jamaa ni mganga kweli amekuwa kimsaidia. Ni kwamba Sonia anajua kabisa yule mwamba ni mganga. Kwa hivyo kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale alikuwa anakifahamu kabisa. Lakini bahati nzuri tumeweza kuona kitu kizuri kabisa cha kufurahisha kwamba Omari ameweza kufanikiwa kuweza kumvalisha pete Kalobo. Kwa hivyo hapo maana yake mambo yako vizuri kabisa na yako freshi. Kalobo atakwenda kupona na kuweza kuwa shwari zaidi kutokana na namna ilivyo, kwa sababu ile pete kwa sababu ile cheni ambayo ameweza kupewa na kuweza kuvalishwa na Omari, manake itakuja kuwa msaada mkubwa sana. Je, kwa upande wako ni kipi ambacho kimekufurahisha baada ya hatua iliyopita kuweza kuona namna gani ambavyo ilivyokuwa, hasa Kalobo ambaye hana kosa kabisa akichomwa kisu? Lakini nikawa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakinifuatilia hapa uchambuzi kwa kina, nimekuwa nikikufahamisha yale matukio yanayokwenda kutokea. Hatua iliyopita nilikwambia kwamba inakuja huyu kwa sasa hivi itakuwa ni ndoto, na hivyo kama ulivyoona imeweza kutokea ni ndoto na mambo yameweza kwenda kuvida vizuri kabisa. Kwa hivyo nipo hapa pia kuweza kufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea haswa kwa sasa. Basi moja kwa moja nikualike, hii ni Bongo Movie Network kisa pekee ambao huwa unatazama uchambuzi kwa kina moja kwa moja. Karibu. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi baada ya kuwa umeshakwisha kubonyeza neno subscribe, basi moja kwa moja naomba niweze kukualika tuweze kutazama uchambuzi huu, hasa tukiangazia matukio kadhaa mwanzoni kabisa, lakini pia nikikufahamisha yale matukio ambayo yanayokwenda kutokea. Kitu cha msingi kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Tumeweza kuona namna gani ambavyo baba Kalobo yupo na wapo vizuri, wanaishi tu fresh na nini, mambo yako vizuri. Lakini katika sini ambayo tuliweza kuona kwamba wamekuja pale, alikuwa ni pamoja alikuwa na mganga yule, lakini pia alikuwepo na mwenyewe kabisa ambaye mdai aliyekuwa anadai kwamba ameibiwa pesa. Waliweza kuja moja kwa moja hadi kwa Sonia kuweza kuona ni kitu gani kilichopo pale. Sasa issue ni kwamba pale wameweza kuona kuna kitu kilichojitokeza pale, hasa pale ambapo Sonia alipomuita Kalobo kwamba Kalobo njoo ndani, halafu ikimaanisha kwamba muda huo anasema kwamba anataka kuweza kuwaitia mwizi, halafu akamuita Kalobo aweze kusogea upande wake. Hii ikimaanisha kwamba kuna kitu ambacho ni cha ukaribu sana. Kwa hivyo hii iliashiria wazi kwa ule mganga kwamba huyu mtoto basi ni wa thamani kubwa sana kwa upande wa Sonia. Kwa hivyo ndio maana akasema huyu ndio mtoto wako, basi tunakwenda kugawana maumivu. Sasa mistake kubwa ambayo huyu Sonia ameifanya sana ni kuweza kumwacha aweze kuchukua mchanga, lakini hakuna kitu ambacho angeweza kumfanya pale kwa kuchukua mchanga, ndio maana ilibidi iweze kuwa vile. Kwa hivyo hii ilibidi aweze kuifanyia kazi kwa sasa, lakini ni issue ambayo kwa hawa majamaa kweli yule jamaa ni mganga na amekuwa ni mganga kiwasaidia sana, lakini muda mrefu sana hatujamuona. Pia Captain Madevu ni muda mrefu hatujamuona, lakini pia Kisuziwa hatujamuona muda mrefu, Kimbulu pia hatujamuona, watu wengi sana hatujawaona humu. Kwa hivyo na imani kubwa sana huenda ukawa umewamisi sana, lakini pia katika hatua inayofuata ni kujuza tu kwamba tutapata kuona Timbwili pia la Nasla pamoja na Fasheni ambalo bado linazidi kuendelea. Sasa tukija katika issue nyingine ni kwamba tumeweza kuona
pia patronize akiwa na rafiki yake kama kawaida, maisha ya kawaida. Lakini tumeweza kustopishwa pale kwa kuambiwa kwamba kuna mtoto mmoja ameweza kumuelewa. Je, unamjua ni mtoto gani huyo ambaye ameweza kumuelewa? Hapo ndipo ambapo inabidi uweze kutulia na kukaa kwa makini sana. Kama nilivyokujuza, hakikisha unaweza neno subscribe, lakini kitu cha msingi ni kwamba hapo mtoto aliyemuelewa ni yule ambaye tunafahamu kabisa ametokea kumkubali na kuweza kumuelewa yule mtoto ambaye ni yule shemeji wametokea kukubaliana. Sasa sijui itakuwaje hapo, kwa sababu mambo ni mazito sana. Kumbuka mambo ni mengi kweli kweli, huku Kizito pia akiwa na mipango yake ya kuweza kuhakikisha anapambana waweze kurudiana na Lemi, lakini bado pia kwa upande wa yule mwamba ambaye alikuwa na haso na kufuatilia kwa Kalo aweze kufanikisha jambo lake, bado na yeye yupo kwenye harakati, japokuwa kwa sasa kijana anasema kuna mtoto ameweza kumuelewa. Sasa issue nyingine ni issue ya Omari, ameweza kumvalisha ile pete, amefanikiwa. Kwa hivyo hii moja kwa moja inakwenda kusaidia kumlinda hata na huyo mganga ambaye alikuwa na mpango wa kuweza kuhakikisha anafanya jambo lake ambalo sio zuri, ambalo alikuwa amepanga aweze kulifanya. Kwa hivyo hii inakuwa ni moja kati ya tukio zuri sana ambalo pia litasaidia sana kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa shwari kabisa, tofauti na namna ambavyo aidha kwa namna moja au nyingine ingeweza kutokea. Sasa Kizibo akamkuta hapo Lufa na alijua kwamba kidogo hapa atapata sehemu ya kulala, lakini mwisho wa siku ndio hivyo. Lufa anamcheka, anasema kwamba kwa sasa kabadilika kabisa, amekuwa ni mtu wa ajabu. Sasa issue ni kwamba kapewa taarifa kwamba kule mambo ni mazito, kwa hivyo moja kwa moja inabidi aweze kuelekea kule kuweza kuchanganya tena. Hii ndio kazi yake, kwamba Kizibo inabidi aweze kurudi rasmi kule kwa fashion. Sasa katika hatua inayofuata atarudi kule na kidogo kutakuwa kuna hali ya sitofahamu ile kwamba wote hawatashirikiana kuweza kumuongea. Kwa hivyo hii itakuwa na advantage kubwa sana. Kwa hivyo huenda ikawa ni moja kati ya sababu pia ambayo inaweza kumfanya fashion aweze kujifikiria na kuona kwamba aweze kumruhusu. Labda hili nilikuachia wewe swali kwamba je, unatamani fashion na huyo binti waweze kurudiana? Na mweze kunijuza hapo kwenye comment, lakini maoni yako pia ni muhimu sana kwa upande wako. Sasa issue ni kwamba tumeweza kuona sasa mwishoni kabisa katika hatua imeisha, tumeweza kuona kwamba Sonia bado anajitoa ufahamu. Anapiga simu huku akijaribu kubashiri dawa zake. Kuna kitu cha kunoti hapo kwamba kwa nini zile dawa hazijamkamata kabisa baba Kalobo. Kuna kitu ambacho unatakiwa kuweza kukinoti hapo ambacho nitakufahamisha na kujuza aidha pindi tunavyozidi kuendelea. Ndio maana nikakwambia kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, kwa sababu hapa nakupa madini yale ambao yaweza kwa namna moja au nyingine unaweza uyakose sehemu nyingine, lakini pia huku tukihitaji kuweza kupata episode mpya. Kumbuka episode hii inarushwa kupitia channel ya Baba Juane, ambapo inarushwa kuanzia mfano kama leo, afu inapita tunapumzika siku moja mapumziko, alafu siku inayofuata tunairusha. Basi hao ndio mambo mazuri kabisa. Kwa leo niseme sina ziada, tukutane katika hatua inayofuata. Hii ni Bongo Movie Net, asante kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming
on distorting the original video. Hii hapana, haikubaliki kabisa. Inakuwaje anamchoma kisu Kalobo ili hali Kalobo hana kosa lolote, japokuwa anasema kwamba wanataka waweze kugawana maumivu na mama Kalobo. Sasa hao ni maumivu gani? Na hiyo pesa ni shingapi ambayo Eiza imesababisha aweze kumchoma kisu? Na moja kwa moja, kwa nini wamekuja kumdai mama Kalobo na kisu? Wana nia gani na huyu mama Kalobo? Ni kipi ambacho kimechoweza kutokea? Wewe ukawa unajiuliza maswali mengi sana na ukawa haupati majibu kwamba hii imekuaje? Mbona ni kitu ambacho kinashangaza sana kwa maisha ya kawaida na ya kihalisia zaidi, kwamba inakuaje amchome kisu tu kirahisi hivyo? Je, hii labda itakuwa ni ndoto? Huenda hilo ni swali ambalo limekujia kwamba hii itakuwa ni ndoto. Sasa hii inamaanisha kwamba huu ni mwisho wa Kalobo. Je, itakuwa ni mwisho wa tamthilia? Hayo ni maswali pia ambayo yapo, ambayo maswali yote haya nitakujibu hapa. Pia nitakufahamisha ukweli wote kuhusiana na kile kinachoendelea, kwamba je, hii ni ndoto ya kawaida au ni ukweli, na imekuaje na mbele itakuwaje, maisha yatakuwaje? Basi nikualike moja kwa moja maswali ya majibu yote hayo ninayo hapa, nitakufahamisha. Nikwambie tu kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao umekubaliana au hujapenda kabisa kitendo alichokifanya huyo kijana kuweza kumchoma Kalobo kisu, basi nikuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia dondosha maoni yako hapo chini ukieleza hisia zako juu ya tukio hilo, umelipataje na je unaonaje? Sasa leo itakuwa ni siku nzuri sana. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kumbuka tamthilia hii ipo katika hatua za mwisho kabisa, inaelekea kutamatika. Huenda ukani miongoni mwa watu ambao ndio taarifa mpya kabisa unazisikia kwamba inakwenda kutamatika. Sasa je, unatamani iweze kutamatika au iendelee tu? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini kumbuka tayari Kalobo amechomwa kisu. Je, atapona? Bila kusahau ni kwamba Kalobo kapitia mambo mengi sana, alipitia swala zima la ajali, lakini pia hapo ameweza kuchomwa kisu. Ni kipi ambacho kinachokwenda kutokea? Basi nikwambie tu kwamba nisikilize. Kitu cha msingi ni kwamba dondosha maoni yako hapo chini, halafu kisha bonyeza neno subscribe, nitakwambia kile ambacho kinachokwenda kutokea. Moja kwa moja nikualike, kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network, kisehemu pekee ambao huwa tunatazama uchambuzi kwa kina. Siku zote hii hapa huwa tunatazama uchambuzi huo. Sasa tumeweza kuona namna gani, kwa jinsi ambavyo movie ilivyoenda, imekwenda vizuri sana hadi hapa ilipofika. Mambo ni mazuri, na kwa namna moja au nyingine naweza nikasema kwamba mambo ni moto. Sasa wakati tunaanza movie tuliona namna gani ambavyo mama Kalobo alikuwa hataki kabisa kuondoka pale, akingangania waweze kuondoka na baba Kalobo. Lakini kabla sija kujuza, kuna maswali ya kujiuliza hapo kwamba je, kwa nini zile dawa alizozitengeneza, kumbuka alitengeneza dawa za watu wawili, manake alichana vitu viwili. Alichana pale picha ya baba Kalobo pamoja na picha ya huyu ambaye ni Kalobo. Sasa pale, lakini dawa zimekuja kumsumbua sana Kalobo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kipo sawa, ambacho Eiza kwa makosa tu madogo ambayo aliweza kujitokeza, hasa ile cheni ambayo ilidondoka, ambapo bahati nzuri ameweza kupatiwa, yule mganga ameweza kumpatia Omari aweze kumpelekea Kalobo. Sasa wakati anampelekea Kalobo ni kwamba issue Kalobo amechomwa kisu. Sasa itakuwaje? Basi hapo ndipo maswali yanaporudi. Sasa ukweli ni kwamba atafanikisha Omari kuweza kumvisha ile cheni, na mwisho wa siku mambo yatakuwa vizuri. Hii cheni ni mfano wa ile pete ya mara ya kwanza. Kama ni miongoni mwa watu ambao mtazama tamthilia hii kuanzia episode ya 13, 12, 11, utakuwa unaelewa hasa kuhusiana na swala zima la ile pete, jinsi ilivyokuwa kimsaidia sana huyo ambaye ni Kalobo, ambapo ilisaidia pia kuwagandisha kina Tini na Pasali wakati ule, lakini pia kwa sasa hivi analetewa cheni aweze kupewa. Wendo kana anajiuliza kwamba je, Kalobo atapona au hatapona? Kalobo atapona. Nisikilize uelewe ataponaje. Kama nilivyokujuza, kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa wakati huo tunaendelea ni kwamba tumeweza kuona pia kwa upande mmoja au mwingine kwamba ndoa ya Fasheni pamoja na Nasra sasa inakwenda kuisha. Yani imekwenda kupotea, manake imepoteza mvuto sana, kwa sababu kuna pointi ambazo pia zipo ambazo hizo kwa namna moja au nyingine zinarudisha mambo nyuma sana. Ukijaribu kufikiria ni kwamba huyu ambaye ni Fasheni anaelewa kabisa kwamba hapo awali huyu Nasra alikuwa anajiuza na alikuwa anafanya mapenzi na huyu ambaye ni Rufa kwa lengo la kuweza kupata pesa. Baadaye ndipo Nasra kama ameachana naye. Hiyo ndio historia ambayo
kwa mwanzoni kabisa tunaipata na tunaelewa. Sasa tunapokuja katika issue nzima ya sasa hivi ambapo Fasheni ameamua kumuoa, halafu ikaja scenario kwamba Rufa alikuwa amekuja kumuoa, halafu mwisho wa siku akaenda jela. Ukweli ni kwamba huyu ambaye Nasla ana huruma sana. Kwa hivyo kitu kimoja ambacho alichokiwaza moja kwa moja na kukifikiria, aliona ni vyema aweze kwenda kumtoa. Sasa hicho ni kwamba makosa makubwa sana ambayo yanazidi kumuumiza Fasheni ni kwa sababu pesa ambayo aliyoenda kumtoa Rufa ni pesa ambayo Fasheni alikuwa anaitoa katika mazingira ambayo Fasheni yeye mwenyewe alikuwa haelewi, kwa sababu Nasla alikuwa anasema kwamba anahitaji pesa kwa ajili ya kununua baya. Rufa alikuwa anatoa, na ilikuwa ikitokea hali fulani hivi ambao kidogo kama asipotoa anakuwa anaumia sana huyu Nasla. Kwa hiyo kupitia vile vinamfanya afikirie sana. Sasa akaongea maneno mazito sana, akasema kwamba nilizani nimeoa mke, kumbe ni malaya. Mwanamke wewe, kumbe ni malaya. Sasa haya maneno ni mazito sana ukiyafikiria, kwa sababu inafahamika kwamba huyu aliwahi kufanya vitu kama hivyo. Sasa hii inamaanisha kwamba hapa ndoa inakuwa ni ngumu. Tunarudi kule kule, maisha yale yale ya Kizibo pamoja na Fasheni ya kutokuongea, kuanza kusumbuana. Sasa kwa upande huu, kwa wakati huu Nasla itakuwaje? Hapo ndipo maswali ambapo ni mazito sana. Na imani unajifunza vitu vingi sana kupitia swala hili, na umejifunza vitu vingi sana. Dondosha maoni yako hapo chini. Kwa upande wako ni kipi ambacho unajifunza kupitia hili swala? Lakini pia tuliweza kumuona Kizibo akitangatanga mtaani, ana pa kwenda, japokuwa alikuwa kimjibu Mdoli, japo majibu yake kidogo baada ya pale aliyakanusha na kuyaona kwamba hali anayopitia kweli ni ya mateso na manyanyaso, kitu ambacho ni kigumu sana. Sasa wakati pia Baba Kalobo anapata neema kubwa sana, wakati neema inatokea ndio kama kile kipindi ambacho Baba Kalobo wakati anapona miguu ndio huo Kalobo alipotea. Na hii wakati huu ni kwamba Baba Kalobo amepewa zawadi ya milioni 80 pamoja na gari ya Toyota. Sasa mwisho wa siku anakuja kusikia taarifa kwamba Kalobo amechomwa kisu. Sasa hapa itakuwaje? Hapo ndipo mambo ambapo huwa yanakuwaga ni magumu sana. Baba Kalobo kapata furaha. Lakini kwa issue nyingine ambayo tumeiona ni kwamba Mr. mwenyewe ambaye ni Kizito katokea bana, kafika kamwona Lemi, wamepiga story hapa na pale 2-3, lakini mwisho wa siku Lemi hataki kabisa mazoea na ukaribu na Kizito, kwa sababu anajua mambo yake ni ya hovyo sana na kitu chomfanyia ni cha ajabu sana. Sasa wakati tunamalizia, ambapo hapa nitakufahamisha ni kipi kinachojili, tunapata kuona ni kwamba ameweza kwenda pale. Sasa hii scenario inakuja mganga ambaye ni kaka yake na yule kijana, ambapo Mama Kalobo alikuwa na kaka ambaye ndio ameibiwa sasa pesa. Wanaenda kwa fika moja kwa moja, wanapofika kule ni kwamba issue inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu wanamkuta Kalobo ndio anawakaribisha, halafu sasa mwisho wa siku anamchoma kisu. Sasa hii inakuwa ni ndoto ambayo kiukweli inaashiria vitu vigumu sana na vibaya sana. Ukiachana hao ni kwamba ukweli na uhalisia bado unafikirika. Tamthilia ndio imeishia hapo, japokuwa bado maandalizi ya kutolewa episode mpya yanazidi kuendelea, ambapo sasa maoni yako yatatufanya tuweze kuona namna gani itakavyokuwa. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona hapo kiendeleze, kwamba Kalobo apelekwe hospitali aweze kupona au wafanye hii ni ndoto? Naomba dondoshe maoni yako hapo chini. Kwa upande wako ni kipi ambacho unachokiwaza? Haya ndio mawazo ambayo yanawazwa, kwamba Kalobo apelekwe hospitali apone au pia hii iwe ni ndoto. Ni kipi ambacho wewe unakisupport hapo? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini pia taendelea kufahamisha updates nyingi ambazo zinazidi kusonga mbele, huku mambo yakiwa ni mambo mazito sana. Lakini pia kitu cha msingi kwamba hakikisha unatujuza hapo kwenye comment kwamba je, unatamani tamthilia hii iweze kutamatika au iweze kuandalia. Basi moja kwa moja shout nyingi sana kwa Baba Joani ambaye anazidi kufanya vitu vingi na vikubwa zaidi. Pongezi zimwendee kwake ambaye anazidi kutufanya sisi pia tuweze kusogea hapa na kuweza kuzungumzia hii tamthilia ambayo inazidi kupamba moto. Asante kwa kuwa na mimi, tukutane darasa mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. Hii hapana, haikubaliki kabisa.
Inakuwaje anamchoma kisu Kalobo ili hali Kalobo hana kosa lolote, japokuwa anasema kwamba wanataka waweze kugawana maumivu na mama Kalobo. Sasa hao ni maumivu gani? Na hiyo pesa ni shingapi ambayo Eiza imesababisha aweze kumchoma kisu? Na moja kwa moja, kwa nini wamekuja kumdai mama Kalobo na kisu? Wana nia gani na huyu mama Kalobo? Ni kipi ambacho kimechoweza kutokea? Wewe ukawa unajiuliza maswali mengi sana, ukawa haupati majibu kwamba hii imekuaje? Mbona ni kitu ambacho kinashangaza sana kwa maisha ya kawaida na ya kihalisia zaidi, kwamba inakuwaje amchome kisu tu kirahisi hivyo? Je, hii labda itakuwa ni ndoto? Huenda hilo ni swali ambalo limekujia kwamba hii itakuwa ni ndoto. Sasa hii inamaanisha kwamba huu ni mwisho wa Kalobo. Je, itakuwa ni mwisho wa tamthilia? Hayo ni maswali pia ambayo yapo, ambayo maswali yote haya nitakujibu hapa, na pia nitakufahamisha ukweli wote kuhusiana na kile kinachoendelea, kwamba je, hii ni ndoto ya kawaida au ni ukweli, na imekuwaje na mbele itakuwaje, maisha yatakuwaje? Basi nikualike moja kwa moja, maswali ya majibu yote hayo ninayo hapa, nitakufahamisha. Nikwambie tu kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao umekubaliana au hujapenda kabisa kitendo alichokifanya huyo kijana kuweza kumchoma Kalobo kisu, basi nikuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia dondosha maoni yako hapo chini ukieleza hisia zako juu ya tukio hilo umelipata.